zipo tarehe ambazo kuna watu huwa zinawaongezea matumaini, hasa zile tarehe ama wale watu ambao wamekuwa na shauku ya kumaliza mwezi. Sasa inapofika katikati ya mwezi, basi matumaini huanza kama siku ongezeka kwamba mwezi sasa unaelekea kumalizika. Ni siku ya 15 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, lakini pia iende sambamba na yale ambayo umepanga kuyakamilisha katika target husika. Kama umepanga kukamilisha jambo katika mwezi wa 10, maana yake umesaliwa na takriban wiki 2. Lakini kama umepanga kukamilisha jambo kwenye mwaka 2025, basi umesaliwa na miezi 2 na siku 15. Hivyo ni lazima uhakikishe kwamba kila kitu kinakwenda sawa, na si miezi 2, kwa sababu mwezi wa 10 huu ukimalizika, maana yake unafuata ni mwezi wa 11. Kwa hiyo ni mwezi 1 na nusu umesalia kwa ajili ya wewe kukamilisha malengo yako ambayo umepanga kuyakamilisha kwa mwaka 2025. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda, karibu sana kwenye viwanjani ya Azam TV kwa siku hii ya leo, ikiwa tuna mengi sana ya kukuhabarisha, mengi sana ya kukujuza na uchambuzi wa kina juu ya yale ambayo tumekuandalia kwa siku husika. Na nikukumbushe tu kwamba weekend hii ni weekend ya moto kweli kweli ndani ya kisimbuzi chako cha Azam TV, kwa sababu yako mengi sana ambayo utashuhudia kupitia kisimbuzi chako, na mechi ambazo zitakujia kupitia kisimbuzi chako cha Azam hakuna hata moja ya kukosa. Kwani siku ya Jumamosi Silver Strikers watakuwa nyumbani pale Lilongwe, Malawi, kucheza dhidi ya Young Africans kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika kusaka tiketi ya hatua ya makundi. Lakini kama haitoshi, Jumamosi hiyo hiyo KM kikosi maalum cha kuzuia magendo kitakuwa na kazi kubwa ya kuwazuia matajiri wa jiji la Dar es Salaam kwa maana ya Azam FC katika uwanja wa New Aman Complex. Jumamosi tena ni The Classic kwa maana ya mechi kati ya Bayern Munich, mabingwa wa kihistoria wa soka la Ujerumani, dhidi ya PVB Borussia Dortmund. Hii ni mechi ambayo itachezwa saa 1 usiku kupitia Azam Sports 2 HD. Lakini kama haitoshi, siku hiyo hiyo Jumamosi kutakuwa kuna kazi kubwa sana pale Rome, Italia, kwa maana ya mechi kati ya AS Roma dhidi ya Internazionale Milan saa 3:45 usiku kupitia Azam Sports 3 HD. Siku moja baadaye, kwa maana ya siku ya Jumapili, pale Eswatini Nsingizini Hotspurs watakuwa na kazi kubwa ya kufanya dhidi ya mnyama mkali Simba Sports Club majira ya saa 10 jioni kupitia Azam Sports 2 HD. Lakini kama haitoshi, siku hiyo hiyo ni siku ambayo katika jiji la Milan kutakuwa na mechi ya Serie A kati ya AC Milan dhidi ya Fiorentina, lakini pia mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Flambeau du Centre dhidi ya Singida Black Stars saa 10 jioni. Hii ni picha kamili ya jinsi gani ambavyo weekend yako itakuwa ya moto, jinsi gani ambavyo Jumamosi na Jumapili utakuwa hauna pa kwenda na remote yako tu ndio ambayo itakuwa inafanya kazi kuangalia huku, uangalie na kule kidogo, urudishe huku, uangalie na hapa kidogo. Lakini kama una Azam Max, huwa remote haifanyi haipati kazi kubwa sana, kwa sababu unaweza ukaangalia kwenye TV channel fulani na kwenye simu yako ukaangalia channel nyingine na maisha yakawa yanakwenda vizuri kabisa. Hivyo ni wewe kuhakikisha kwamba una Azam Max kwenye simu yako ya kiganjani ama kwenye kifaa chako cha elektroniki, kwa maana ya gadget yoyote ile uliokuwa nayo, hiyo ni kompyuta mpakato, uwe na iPad kama hivi, vyovyote vile, lakini hakikisha kwamba haukosi hiyo application ya Azam Max. Karibu sana kwa siku ya leo. Jukwaa langu litakuwa na wachambuzi wawili, Andrew Kinga Mkono pamoja na mguu wa dhahabu Sharif Bayona, ndio ambao nitakuwa nao kwa siku ya leo. Jambo kunywa chai ngoja. Alhamdulillah nimekunywa chai. Kunywa chai. Naweza kulisha vizuri. Kwa nini nataka nikulipie chai? Kwa bahati mbaya umeshakunywa. Amejishambulia mwenyewe. Mguu wa dhahabu, lakini nasikia kwenye mechi ya juzi alimwaga maji mengi mguuni kuliko kucheza mpira. Alikuwa anasafisha dhahabu, sijajua. Watu kama hawa huwa wako wengi sana. Kwenye mpira wapo wengi sana. Jana tulikuwa na mechi kati ya marafiki wa Resi na waandishi wa habari pale Jimkana baada ya ile tukio la jana. Sasa kwenye ile mechi Jacob Mbuya makamu mwenyekiti wa TPBRC alicheza ile mechi. Alianza ile mechi akacheza. Sasa muda ambao anaitwa kwamba bwana sasa mabadiliko toke
alikimbia kwa spidi kubwa kuliko spidi aliwahi kukimbia mule uwanjani katika muda wote aliocheza. Akaona kikombe hiki kiniepuke mimi. Kwa sababu alipotoka pale chini anasema imeitwa sababu ya kwanza. Nikaona Angalia mbona sio mimi? Yeye alikuwa anataka kutoka. Wajua tukikaa huko nje ndio kanasema kuna mbona Pacome alipo hela nyingi sana. Hela zote nampa wazi ile. Lakini sasa ukishaingia kucheza angalau dakika 15 hivi 20 unakuja kusema wale watu wana haki ya kulipwa zile pesa. Wana haki ya kulipwa. Ndugu yangu James Tupa. Yaani muda wote alikuwa anaangalia nje, hakuna anayemuita. Watu wanampotezea. Wewe maliza tu. Sasa kinga mkono wewe unashangaaje mimi kujimwagia maji? Sasa Mbua sababu tunategemea vitu vivyo vingi. Sasa wewe maji yamekuwa mengi kuliko vitu. Sasa vitu nakuwa nishatoa vingi. Kwa hiyo nishati inakuwa imeisha. Yaani vitu nakuwa nishavitoa vingi. Kwa hiyo nishati inakuwa imekwisha. Nishati inaweza bwana. Haya maneno majina haya. Usikuchanganye kabisa. Usikuchanganye kabisa. Nimemsikia Alikamwe anauliza timu yake jana wakati wanacheza. Nyie vipi? Mbona mnacheza kama viazi? Kama viazi tena. Kulikuwa kuna Ali alikuwa ameshikilia timu. Baadaye akaja Karim Boimanda. Alipokuja Karim Boimanda akamwambia sikiliza sasa hapa ni muda wa vyeti kufanya kazi. Akae pale. Mimi na cheti. Mimi na cheti. Kaa pale utakuwa meneja. Utakuwa meneja. Akaanza sikiliza. Mimi ndo kocha sasa. Boimanda sasa akachukua ndio mimi ndo kocha sasa. Hapa. Mimi nina CV za kutosha. Mimi nina CV za kutosha na vyeti nimesoma vikoeka hapa. Basi bwana kama kweli akakaa zake pale. Ndio zake kakaa zake chini akakaa zake sasa kupiga nongo hapo. Kupiga nongo. Mtu akitoka mnapiga makofi mengi. Kama Mzinga anacheza. Mzinga naye kwenye Azam Media FC. Akishatoka tu anaanza kuona makosa ya wenzie. Mtoe fulani. Ndio kaida. Ila kazi ndio kinga mkono. Akiwa na mazoezi anajua mpira. Akiwa na mazoezi. Sasa hivi kashaongezeka kama mnene sasa hivi kitambi kile mwili mjaa mafuta kibao. Ila uzuri anafunga somo. Anafunga magoli. Akifunga hapo ndo kukaa kwa amani swala hilo halipo. Hamkai kwa amani. Nampanga mechi moja dakika 90 alafu utaona kesho yake kama atakuja kazini hapo. Sawa, ilikuwa ni rasha tu kuelekea kwanza katika lile ambalo tunaanza nalo kwa maana ya kwenye soka letu. Na leo hii bwana tunaanza na taarifa kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kupoteza mechi ya kirafiki dhidi ya Iran. Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imepoteza mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Iran kwa magoli 2-0, mechi iliyochezwa jana jioni pale mjini Dubai. Mwendelezo wa Stars katika michezo hivi karibuni sio wa kuridhisha, hasa baada ya mashindano ya CHAN, kwani imecheza michezo 4 bila kupata ushindi wowote. Ilipoteza mechi 2 za kuwania kufuzu fainali za kombe la dunia dhidi ya Niger na Zambia, huku kipata sare dhidi ya Kongo kabla ya kupoteza mchezo huo wa kirafiki hapo jana dhidi ya Iran. Licha ya hali hiyo, kocha mkuu Hemed Suleiman Ali amesema anaridhishwa na kiwango cha wachezaji wake, huku akisisitiza kuwa tatizo la kushindwa kutumia nafasi kwa washambuliaji wake anaendelea kulifanyia kazi. Kumbuke kuwa michezo hii ni sehemu ya maandalizi ya kikosi cha Stars kuelekea fainali za mataifa ya Afrika zitakazofanyika Morocco kuanzia mwezi Disemba mwaka huu. Mtanange wa kirafiki wa kimataifa wa kalenda ya FIFA baina ya wenyeji Irani na Tanzania umemalizika katika dimba hili la Shabab El Ahly na Tanzania kupotea kwa mabao 2-0. Na kitu gani hakikuwa sawa kiufundi, kimbinu, basi mwalimu atakuja kutuambia, japo ni mechi ya kirafiki lakini ilikuwa na ushindani. Wakati huu tukiwa tunaangalia pia namna gani tutazidi kuongeza nafasi zetu za kwenda kupanda katika viwango vya FIFA. Mwalimu, kwanza pole na mchezo, lakini pengine kiufundi kitu gani hakikuwa sawa? Wala namshukuru Mungu tumemaliza mechi salama, na ndio kitu kizuri kuliko kitu chochote. So tumeanza mechi kama ambavyo tulikuwa tunasema mwanzo, ilikuwa ni mechi moja ngumu. Tulijaribu kuwaheshimu Iran in 25 minutes, tukajaribu kumanage mechi, tukawa tumeikamata mechi, tumetengeza first chances ya Faisal pale lakini haikuweza kuitumia. Baadaye Iran wakawa na high pressure, wakatupiga pressure, tukafanya matatizo ya individual problem kusema kweli. Ni matatizo ya mtu mmoja, wakatumia zile nafasi ambazo wamezipata. 2-0 tukajaribu kurudi kwenye mchezo, tukaenda mabadiliko.
Second half ilikuwa better. Tulirudi kwenye baada ya kufanya substitute, tukajaribu kuendelea kumanage mpira. Ilikuwa ni kizuri, tunajaribu kukaa na mpira sana kwa sababu tulijua wanatumia nguvu. Only weapon ambao kwa wetu sisi ni kujaribu kukaa na mpira na kutengeza nafasi. Tukatengeza nafasi lakini hatukuweza kuzitumia tena, tatizo ambalo bado linatusumbua. Ndo mpira, sometime unajaribu kufanya kile ambacho unahisi unaweza kukusaidia, kinakuwa kufanyika. Kwa hivyo mimi nafikiri, lakini watoto wamefanya vizuri, wamejitahidi kuhakikisha kwamba tuna manage mechi. Tunaheshimu matokeo, tumepoteza mechi, tunaangalia mbele. Umekutana na moja ya timu bora ambayo tayari imeshafuzu kombe la dunia, na pengine kuna chochote ambacho umekichukua kutoka kwenye kikosi hiki cha Iran kwa maana ya kujifunza? Of course kuna vitu ambao tunajaribu kuviangalia. The way ambao wanakuwa na pressure, bado tuna shida na wachezaji wetu kucheza katika mazingira pressure. So, na ndio maana unaona wamelazimisha tumefanya yale makosa kwa sababu ya pressure. So tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi. Sasa tutakuwa tunataka kucheza na tujue tuna kitu ambacho kimoja kizuri ambacho tumekipata hapa, tuweze kucheza kwenye pressure. Lakini kutumia nafasi ambazo pia chache ambazo unazipata katika mechi kama hii, mechi ambayo ukifanya makosa uhukumiwa kulingana na quality ya wachezaji na timu wenyewe. Na kitu gani ambacho umekigundua kwa wachezaji hasa katika masuala mazima ya ukabaji, kwa maana ilionekana kama wanakaba kwa macho hivi? So ukaba kwa macho bado tulikuwa tunachelewa kufika kwenye correctly kikundi. Tunataka kwenye kupresi anaanza mmoja, wengine wanachelewa, ni kitu ambacho tunahitaji kufanya kazi kwenye uwanja mazoezi. Lakini tulijaribu kuheshimu, sometimes tunafanya high pressing, sometimes middle pressing, na tumeweza kufanikiwa kwa kiasi fulani. So tunabidi kuongeza nguvu katika hicho. Pengine kuna uhitaji wa kucheza mechi ngumu na kubwa kama hizi kabla kuelekea AFCON kule Morocco? Naamini tukiweza kucheza mechi kama hizi kabla ya AFCON zinaweza zikatusaidia, kwa sababu zinatuonesha yale makosa yetu kucheza na hao wachezaji ambao wako katika level nyingine, sio? Kwa hivyo tunahitaji kucheza mechi kama hizi. Sometime of course unapoteza, lakini kuna vitu ambavyo una feed. Na mpira uko hivyo, ni project. Shukrani sana. Asante sana. Naam, hayo ni ya Mwalimu Morocco kutoka katika uwanja huu wa Shabab Al Ahly hapa Dubai, ambapo amezungumza mengi kuhusiana na kile ambacho amekiona, lakini kikubwa ni kutokana na quality ama ubora ambao wako nao Iran. Hapana shaka wachezaji na benchi la ufundi kama alivyozungumza Mwalimu Ahmed Suleiman Morocco, kuna jambo wamejifunza. Kutoka katika uwanja huu, kwa niaba ya mwenzangu Shishira Mzava, mimi ni Crispin Malangu Hauli wa Azam Sports. Yes, yani ya kocha Ahmed Suleiman baada ya mechi kumalizika ambayo Stars ilipoteza kwa magoli 2-0. Kinga, umengamua vile alivyoainisha mwalimu. Butu wa safu yake ya ushambuliaji kushindwa kutumia nafasi, jambo ambalo jana tulizungumza hapa, lakini pia individual errors, makosa binafsi mchezaji mmoja kwenye namna ya uchezaji hasa kwenye ulinzi. Lakini pia pindi ambapo wanajaribu kufanya pressing, wanafanya nusu, wanafanya partial pressing, yani hawaendi kama buibui, yani hawaendi kama buibui kwamba unaenda kufanya pressing kila mmoja anafika kwenye eneo. Kuna wengine wanachelewa, ukichelewa unaacha shimo, mtu anapewa na wanatoka kwenye mtego, na wakishatoka kwenye mtego maana wao unakuwa out of shape, ni rahisi hivyo vitu vitatu. Umeviona kwa muda gani na ni kwa kipindi gani ambacho pengine lingekuwa limeshafanywa kazi, ama lilikuwa ni tatizo sugu kiasi gani? Kwenye mechi ngapi hivi karibuni limeonekana? Katika tangu tunacheza CHAN hili tatizo lilikuwepo la ushambuliaji pamoja na tatizo la kuzuia, jinsi ya kujilinda. Pamoja tulionekana tuna defense nzuri, lakini ukiangalia CHAN kwa sababu kidogo sisi tulikuwa na mazingira kidogo, uzoefu kidogo ulikuwa unatubeba kutokana na uchezaji wetu wa timu, walikuwa wanasaidia, lakini bado kulikuwa na changamoto nyingi kwenye system ya kukaba. Wapinzani wetu kwenye nani zao hawakuwa wazuri sana. Kwa hiyo kwenye swala la ushambuliaji ni la muda mrefu sana. Tunachukua tukisema wakati fulani tulilazimika kuwaita tena Samata na Msuva ili tuweze kufuzu kwenye hii AFCON tunayosema tunaenda Morocco kesho kutwa. Tulibidi tulazimike kuwaita Samata na Msuva, japokuwa wenyewe Msuva alifunga moja, Samata hajafunga, lakini tulisema uwepo wao utatusaidia. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani Tanzania ina hiyo changamoto ya watu pale mbele. Kwa hiyo nadhani ni changamoto kubwa ambayo
kwenye level ya club wao wenyewe wamekimbia hilo tatizo, wameamua kuleta wachezaji kutoka nje. Hizo club zetu zote kubwa zina washambuliaji kutoka nje ambao ndio vinara wa timu hizo. Kwa hiyo wao wametafuta suluhu yao kwamba bwana, sisi tutafuta wachezaji kutoka nje tuachane na hili tatizo. Unaona? Na sasa tunaenda kwenye beki. Unaona kuna timu nyingi sasa hivi zina mabeki kutoka nje. Kwa hiyo nayo changamoto nyingine inakuja kwa Stars kwamba wachezaji wengi wa timu kubwa ambazo wanacheza kwenye mashindano mengi ya kimataifa wengi watakuwa wanatoka nje. Ni Yanga, nadhani Yanga peke yake ndio wana watu kutoka ndani ambao ni Jobu na backline yake. Backline yake of course. Yote ya ndani. Backline yake ukiacha kipindi ambacho anakuwa anacheza Shadrack Boka. Najua hizo Malisa ile msimu uliopita na kwa msimu huu currently yao kwasi Young Africans wana uwezo wa kucheza na yani backline yote ya wachezaji wa ndani. Shabalala akacheza kushoto, Israel akacheza upande wa kulia au Kibwana Shomari, katikati Dickson Jobu na Baka wakamaliza au Mwamnyeto akaja akamaliza. Au Bakari Mwamnyeto akaja. Kwa hiyo ukiona ni safu ya ulinzi ni ya Yanga ambayo ndio na wachezaji wengi wa Tanzania, lakini timu nyingine zote zina wachezaji wa kutoka nje. Changamoto nyingine ndio juzi TFF wamekuja na sheria kwamba hata kipa sasa timu ziachukue kipa mmoja tu wa kimataifa. Kwa hiyo kama vile tumechelewa uamuzi, ni uamuzi mzuri. Ndio wakati mwingine mimi nasemaga kwamba tunakosea sana kujadili mafanikio ya mpira wetu kwa kuziangalia Simba na Yanga na Azam, kwa sababu hizi zinatupa picha ambayo sio ya halisi ya soka letu. Klabu zetu nyingi ambazo wachezaji wetu wengi wanacheza kwa Tanzania, viwango vyao viko vya chini sana. Unaona, kulinganisha na hao ambao wanapata nafasi ya kucheza mashindano mengi ya kimataifa. Ndio maana umemwona Faisal ametumika kwenye mechi nyingi sana kutokana anapata nafasi ya Azam na sasa anakwenda kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kama kuna wakati unamwona kama anachoka kutokana na kucheza mechi nyingi sana, kwa sababu ndio tulikuwa naye nyota, tunalazimika kumtumia huyo. Kwa hiyo nadhani ni changamoto ambayo tunayo kama taifa. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi nafikiri kwenye kila mafanikio ambayo tunasherehekea kuna hasara tunaipata. Kuna hasara inapatikana. Kwa sababu sasa hivi tunafurahia ligi yetu kwa kubwa. Ukubwa ambao una attract wachezaji wengi wa mataifa mengine. Lakini si tu ku attract, tuna financial muscles karibia kwa timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu. Kutokana na uwekezaji mkubwa ambao awali tulikuwa tunazungumza ni timu 3 tu mpaka 4 ambazo zinaweza zikachukua wachezaji kutoka nje. Idadi ile iliyotakiwa wachezaji 12 ya wachezaji wa kigeni. Ilikuwa zidi timu 5 ambazo zinaweza kuchukua wachezaji kutoka nje. Lakini sasa hivi yani hata Mbeya City wana uwezo wa kuchukua mchezaji kutoka nje. Tulishuhudia mpaka Ken Gold wana uwezo wa kusajili kutoka nje. Tabora wakati ule walikuwa nani kabla kwa TRA walikuwa na wachezaji wengi kutoka nje. Geita Gold walikuwa na uwezo wa kutoka nje. Pamba wana wachezaji wengi tu kutoka nje. Kagera Sugar kabla ya kushuka walikuwa na wachezaji wengi kutoka nje. Tena safu ya ushambuliaji walikuwa na wachezaji kadhaa kutoka nje ya Tanzania. Coastal Union wana wachezaji kadhaa kutoka nje, wameshachukua wachezaji kadhaa kutoka nje na wana uwezo wa kuaccommodate hao wachezaji. Kwa hiyo kadri ambapo tunafurahia kwamba ligi yetu ina uchumi mpana, ina uchumi mzuri, timu zina fedha, Azam TV wanatoa pesa za kutosha kwenye hizi club, maana yake ni kwamba hizo athari sasa miongoni mwa athari hasi ni hizo ambazo tunazungumza sasa kwamba wachezaji wa kigeni wanakuwa ni wengi na of course miongoni mwao wana perform vizuri. Angalia Singida Black Stars sana. Timu yao asilimia kubwa ni wageni. Ni wageni. Na sotu ni wageni ambao wana deliver. Angalia kitu ambacho alikifanya Jonathan Soa kabla ya kuondoka. Angalia kitu ambacho angefanya Elvis Rupia mpaka sasa. Angalia Chama, angalia Lydia Ucho, angalia Maruf Chakei, angalia Kennedy Omande. Yaani ni watu ambao wameperform kwenye kiwango cha juu. Mpaka kuna mtu anajiuliza kwamba bwana huyu Khalid Habibu atakuwa ana kitu cha kipekee sana kwa sababu katika studio ya kigeni wote walikuwepo, anaweza kupenya na anacheza na anaanza. Kwa hiyo kuna upande mmoja tunasherehekea, lakini upande mwingine tunatakiwa kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kuangalia nani hapo ndo tunakuja kwenye msingi kwamba ili tufanikishe hii tunahitaji kutengeneza timu tunatengenezaje? Tuwe na ligi ya vijana nzuri. Unaona? Tuwe na ligi ya vijana nzuri ambayo tutawatengeneza vijana hao kwenye misingi ya mpira. Unajua wanachowashinda wachezaji wengi wa Tanzania na hao wachezaji wa kigeni, wenzetu kidogo wengi wanaonekana kama vile wana misingi, wamepewa misingi mizuri. Wengi kutoka wamekuwa kwenye wanatoka Afrika lakini wana soka lao kwenye nchi zao wenyewe wanatengeneza vijana. Kwa hiyo sisi tuna hiyo changamoto ya kutengeneza vijana. Nigeria wachezaji wao wengi wanawazalisha lakini walengo lao sio kucheza ndani, walengo lao kucheza nje. Kwa hiyo wale wanaobaki ndani cheza magharibi tu ziko hivyo. Unaona? Kwa hiyo watu kama unazalisha wachezaji kwa ajili kupeleka nje lazima utengeneze watu ambao wanapata misingi. Sasa sisi wachezaji wetu wengi wanakosa misingi. Sisi tunacheza mpira kipaji. Wakati mwingine mpira wa sasa hivi hauhitaji tu kipaji. Unahitaji uwe na msingi vile vile. Ufuate maelekezo. Wakati gani unaambiwa ufanye nini? Makosa mengi kwenye mechi ni kutofuata maelekezo.
Umeona? Ndio hayo unaona kwamba timu haikabi kiumoja. Kama timu ingefuata maelekezo ingekuwa inakaba kiumoja. Na ndio maana sisi tukicheza na timu ambazo inatushambulia kwa kasi sana, tunafungwa sana magoli ya makosa binafsi. Kwa sababu hatuna ule uwezo wa kukaba kiumoja kimbinu. Kwa hiyo ndio maana hata kocha akija hapa akiwa na wachezaji wa kigeni na wachezaji wa Tanzania, anaangalia kwenye mazoezi anagundua kwamba huyu mchezaji wa kigeni ananipa faida kubwa kumtumia kuliko mchezaji wa ndani. Na mara chache unaona kama hivi Yanga unamuona kama anaingia Edmundi, anaingia Azizi Ndembele. Yaani unaona mpaka watu wanashangaa kawashinda wale wageni. Yaani tunaona kama ni kitu cha ajabu, lakini labda vijana wana kitu cha ziada cha kuonyesha kwenye uwanja wa mazoezi ambao inawafanya wapate nafasi. Kwa hiyo nadhani bado tuna jukumu kubwa la kutengeneza mpira wetu hasa kwenye soka la vijana, wachezaji wengi tuwazalishe. Kulikuwa na tetesi hapa juzi, sijazifuatilia kwa undani sana, kwamba kuna timu za vijana nyingi zilikuwa zinaonekana na wachezaji vijeba. Sasa tunatengeneza kwa nini? Tunatengeneza vijana wa ndani kwa nini? Tunatengeneza vijeba wa nini? Hizi timu za vijana, mashindano ya ligi ya vijana, kwa nini wasicheze na vijana wenyewe? Kwa hiyo unakuta changamoto ipo, miaka nenda miaka rudi, wachezaji wanachezesha wachezaji vijeba. Sasa wale hawatusaidii. Kwa leo wanatupa matokeo, lakini kwa kesho tunakuwa na wachezaji ambao hawana viwango vya kustahili. Moja kati ya vitu ambavyo kocha amevizungumza ni makosa binafsi. Kwenye goli la kwanza, kwa maana goli la penalty ambayo ilisababishwa na Ibra Baka. Kitu ambacho Ibra Baka anasifiwa nacho mara zote, yani miongoni mwa vitu ambavyo vinapamba wasifu wake, ndicho ambacho kimegharimu timu kwenye goli la kwanza. Kitu ambacho mimi kilinishangaza niseme ni kuona kwamba yani lawama zimekuwa nyingi kwa Ibra Baka kwa kile ambacho amekifanya. Sijui, sina leseni ya ukocha, kuliko ubora wa yule mshambuliaji na namna ambavyo alimwin Ibra Baka kutoa mpira kwenye upeo wake na kuhakikisha kwamba miguu ya Ibra Baka itakuja kucheza miguu yake. Labda nikwambie kitu Ngoda. Baka si beki mbaya, ni beki mzuri sana. Lakini kuna wakati kama mchezaji lazima uangalie ni namna gani ya kureact kwenye eneo husika. Kwenye goli ambalo lilifungwa, goli la kwanza ambalo lilisababisha kupitia mkwaju wa penalti, kwangu mimi naona ilikuwa ni matumizi makubwa ya nguvu ambazo hazikutakiwa kuwekwa. Kwa sababu pale option ambayo ilikuwepo kwenye lile eneo ni kwamba alitakiwa atengeneze ukuta. Yaani wewe fanya kama unazinga, yani mwekee ukuta. Tunasema block. Tengeneza blockage ili asiweze kupita kwenye hilo eneo. Na wakati Baka anaenda kufanya hilo tackling kwenye lile eneo, kumbuka kulikuwa kuna wachezaji wenzake eneo la nyuma. Hii hapa move naiona. Wakati yeye anaenda kufanya hiyo tackling, nyuma kulikuwa kuna Mwamnyeto, lakini pia kulikuwa kuna mchezaji mwingine kwenye eneo hilo. Maana yake alikuwa anaweza, kitendo cha kufanya pale ni kubuy time. Subiri mchezaji mwingine wakati unatengeneza ukuta, mchezaji mwingine anakuja anakava ile nafasi. Mimi binafsi I don't know, lakini mimi binafsi naona ni hesabu tu za Baka alichokicalculate kichwani, yani kingekuwa na matokeo chanya tu kama angefanikiwa kugusa mpira. Lakini ndio nakwambiaje, ndio maana nikasema amekutana na wachezaji ambao wana experience kubwa na wana exposure, na hiyo experience ya hao wachezaji wa Iran ndio ambayo imefanya tuone Baka pale amefanya makosa, kwa sababu amefanikiwa nyingi sana hizi kwenye Premier League. Amefanikiwa nyingi sana hizi kwenye CAF Champions League. Lakini kuna ambazo zinasababisha quality ya wachezaji aliyokuwa anakutana nao kiasi cha yeye kufanikiwa, kwa sababu unajua inahitaji yani smartness ya hali ya juu sana ule mpira kuondoa pale na kupiga mahesabu ya miguu, inakuja wewe uondoe mpira ichezo miguu yako. Inakuja hesabu kubwa sana. Ngoja nikwambie, unapocheza namba za kati, unapocheza hasa kama beki namba 5 na uzoefu kucheza hiyo sehemu. Unapocheza beki namba 5, sifa yako kubwa ya kwanza sio kulala. Sifa yako kubwa ya kwanza ni kuingia kwenye mipira inapopigwa. Sawa? Ukishakimbia kwa speed ile, ni rahisi, ilikuwa Baka ni rahisi kwenda, kwa sababu kwanza alikuwa anajua huyu mtu anataka kuingia kwenye box. Ilikuwa rahisi yeye kukata denga, unasema hivi, kwamba kwenda kuzuia yule bwana azidi kutoka nje kuliko kulala, kwa sababu unapolala kwenye eneo lile ukikoswa, jamaa angeza kusema akaufinya, wewe unapita moja kwa moja, unakuwa una tena msaada mwingine. Lakini ukikimbia kwa speed alafu ukafika sehemu karibu na yeye ukapunguza speed, unamfanya yule mshambuliaji afikirie mara mbili. Umeona? Kwa sababu yeye alishafikiria. Ukimwangalia Jobu anacheza pale, lakini Jobu halali sana zile, na anawini sana mipira namna ile.
Kwa sababu gani? Anajua kwamba ninapokimbia, mshambuliaji anapokuwa anakuja, yeye anakimbia kwa speed kwenda kuzuia njia. Kwa sababu ukilala pale unasababisha, kama kosa la mechi ile na wale Al Hilal Mdomoni, yule jamaa unaona alitaka kulala naye, jamaa akampisha, akapita peke yake, jamaa akageuka kaondoka. Yaani ndo wale watu bora wanamuonyesha mapungufu yake. Turudi kwenye hiyo incident ya penalty. Kwenye hii transition ambayo ilitokea mwanzo kwanza kabla ya wakati ambao tulikuwa tuna possess mpira. Unajua hili jambo limekuja kipindi ambacho tulikuwa disorganized. Yaani tumetoka kwenye defensive shape, tumekuja tuna offend sasa kwamba tutoke quick transition. Sasa hiyo quick transition baada ya jamaa kupata mpira wakakuta sisi tayari defense yetu imeshakuwa vunjika kabisa. Wakatumia nafasi. Pale kwenye midfield pale ulipopotea mpira. Yaya alizidiwa nguvu. Sawa, pale katikati akadondoka. Alivyodondoka watu wakazubaa kama wanasubiri labda filimbi ya refarii. Wale jamaa wakaondoka haraka. Wakati wao wanasubiri filimbi ya refarii, wale wakaondoka. Na makosa kama mawili yalitokea na namna ile. Wachezaji wa Star walisubiri filimbi ya refarii akasema twende. Umeona? Moja tulikoswa na hii ikawa penalty. Kwa hiyo jamaa alipoamua ule mpira, na yule jamaa alivyopata akaona kuna njia wapi pembeni. Na pembeni kwa Msindo amekuja katikati kuongeza watu. Ndio maana Baka sasa akaona kwa sababu Msindo hayupo, mimi naenda kuziba nafasi yake. Umeona? Kwa sababu ile timu ilikuwa imekwenda kwenye inaama kivi. Kwamba tunaama vi hivi kwamba tunakwenda huku sasa. Kwa hiyo ulipotoka mpira wale wametumia akili ya ziada kwamba kwa sababu wao wote washakuja huku, tunahamisha upande wa pili. Na ndio kilichotokea. Na mpira ukihama vile, watu wanaokuja kusaidia ile ni wale watu wakati tu. Kama Daniel alivyofanya Baka. Kafanya sahihi kabisa. Kosa lake ni kwamba uamuzi wake kwamba mimi nitalala. Na ukilala, ukimkosa kwenye ile ni tuta. Unaona? Kwa hiyo pale alikuwa na 50-50. Akiwahi mpira Shujaa, ukikosea lawama zinakuja kwako. Yaani ndio tukio lile namna ile linavyokuwa. Ukiwahi Shujaa, ukikosea la kwako wewe. Kwa hiyo nadhani hapa ndo changamoto iliyomkuta Baka kwamba yeye hesabu zake alipiga, lakini kwenye zile hatua zake alijua wakati anaruka, je, ule mpira utakuwa bado kwenye ile eneo la miguu ya yule bwana au utakuwa zake. Yule jamaa akaugonga mpira kidogo. Unaona? Alipomgonga afu akalegeza mguu wake. Kwa hiyo akakutana na mguu wa Baka, wakati angeweza kusema akunje miguu ampishe, yeye angetua, lakini ule mpira asingeuwahi. Lakini akasema sababu nishagonga mpira siwezi kuwahi, ule mguu wake mmoja akaulegeza. Kwa hiyo Baka akagonga ule mguu akadondoka. Kwa hiyo hicho ndio alichofanikiwa. Lakini pia Ngoda, unajua kwangu mimi naweza nikasema Baka amefanya tukio ambalo limegharimu timu. Kwa sababu kitu kimoja, what if, vipi kama tukio hili lingekuwa ndo limetokea kwenye mechi ambayo unatakiwa ufuzu kwenda kombe la dunia? Vipi kama ni mechi ya fainali ambayo labda kwenye CHAN tukio kama hili? Kwangu mimi ninachokiamini, kuna wakati wakati lazima uwe na tahadhari, lazima uchukue tahadhari kwenye eneo husika. Amefanya vizuri, of course kitu alichokifanya amefanya vizuri, kwamba unajaribu kuingiza mguu, kuslide tackle, lakini matokeo yake ni haya. Maana kuna vitu vitatu ambavyo beki unatakiwa uwe navyo. Cha kwanza, kama beki ama kama mlinzi wa kati unatakiwa kwamba uelewe kuna principle ya block, yani kublock mpira, kuzuia mpira. Kuna principle ya kuweka pressure kwenye mpira, kuna principle ya kuweka cover kwenye mpira. Hizi ni principles zote ambazo mabeki wa kati wanatakiwa kuwa nazo. Kwa hiyo kitu kama sliding tackle, standing tackle, hivi ni vitu ambavyo vinakuwa ni vya ziada ama technique ambazo mchezaji anakuwa nazo yeye mwenyewe binafsi. Kwa sababu si wachezaji wote wana uwezo wa kufanya sliding tackle, si wachezaji wote wanaweza kufanya standing tackle. Hizi ni tekniki ambazo mchezaji tu binafsi mwenyewe anakuwa nazo. Kwa hiyo kwangu mimi ninachokiamini kwa Baka, eneo ambalo aliokuwepo, kwangu naamini kwamba alitakiwa afanye blockage ama atengeneze coverage, ambayo tengeneza ukuta. Beki mwenzako ambao unatakiwa usaidiane naye ni mwamnyeto, unaitana naye, mnafanya mazungumzo, aje asogee eneo la kukulindia, eneo la kukulindia. Kwa hiyo kwangu naamini kwamba Baka, jaribio ambalo amelifanya, naamini kwamba limeigharimu timu. Lakini pia kitu ambacho kinahitajika kuanzia hapa ni kwamba anatakiwa ile confidence ya kukaba kwenye eneo la mwisho ajaribu kupungua, kwa sababu unajua hili ni tukio ambalo kuna muda unasema kwamba beki ana ile overconfidence, yani kujiamini kwa kupitiliza kwamba mimi naenda mpira nitaupata. Lakini sasa shida moja inatokea, what if kama ikitokea kama unakutana na mchezaji ambaye quality yake ni kubwa, uwezo wake mkubwa, uzoefu wake mkubwa, anajua matukio kama hayo kwamba yanatokeaga hivi, mimi natakiwa nijiibe vipi? Umeona? Kwa hiyo hata yule mchezaji wa Iran, mshambuliaji wa Iran, alivyokuepo lile eneo, alikuwa anajua kabisa huyu beki anachokuja kufanya hapa ni anakuja ku slide tackle. Wakati ana slide tackle, mimi na react vipi? Maana yake ni kumtegea
yeye akiingia aniguse. Kwa hiyo kwangu ninavyoamini kwamba kwa Baka hivi ni vitu ambavyo anatakiwa achukue na avifanyie assignment. Naamini ni beki mzuri sana, na uwezo wa kufanya makubwa. Kwa hiyo hizo ni apunguze tu ile overconfidence ya kuamini kwamba kila sehemu. Hilo ni goli la kwanza ambalo Stars iliruhusu kwenye mechi hiyo dhidi ya Iran. Lakini goli la pili pia huenda tukayapata yale ambayo ametoka kuyazungumza mwalimu Hemed Suleiman kwenye udhaifu ambao ameuona kwenye timu yake katika mechi kadhaa ikiwemo mechi hii dhidi ya Iran. Ni goli ambalo limefungwa shambuliaji akiwa katika eneo la 18 yard, mbele yake akiwa kuna mlinzi, na ni baada ya mpira kuhamishwa na Yakub. Tunamiliki sisi kwa mara nyingine tena, inapigwa pasi, back pass ambayo inapotea kama kawaida. Wako wawili nyuma, Mwamnyeto pamoja na Baka. Angalia huo mpira ulivyohamishwa, ulikuwa unakwenda juu, ukagongwa, ukawa tunamiliki sisi bado katika eneo la kwenye hafu yetu. Hiyo pasi ilirudishwa. Ilikuwa ni back pass ya nani? Crispin Hauli. Crispin Hauli wakati Crispin Hauli wakati anamhoji kocha Ahmed Morocco, kuna kitu walikuwa wamekizungumza kuhusu kuweka pressure ama pressing kwenye mpira. Sisi nafikiri kwenye hii mechi tulikuwa tumefeli kwenye hilo eneo, yani kuweka pressing, kuweka shinikizo kwenye eneo la mpira, kwa sababu wenyewe wanakuambia wataalamu ama principles za kwenye kukaba zinazungumza kwamba wakati unafanya pressing ama unafanya shinikizo la kutafuta mpira, lazima uwe una vitu hivi viwili. Cha kwanza, kwenye pressing ambayo unaifanya, tengeneza makosa. Yani yule mchezaji ambaye anakuwa na mpira, muharibie ule mpira. Sawa? Hilo la kwanza wakati unafanya shinikizo ama unaweka pressing. Lakini jambo la pili, win the ball. Shinda mpira ama zile battles, duels zile, jaribu kuziwin. Kwa kufanyaje? Kwa kuupola mpira. Sisi ukiangalia kwenye matukio yote ambayo tulikuwa tumeyafanya siku ya jana, timu ya Tanzania, unaona kwamba hakukuwa na matukio yale, zile battles ambazo timu zilikuwa wachezaji wanakutana. Hatuweki pressing ama shinikizo la kutosha kwenye mpira kuwin mpira ama kuforce makosa kwa mpinzani. Wao walichokifanya Iran kwetu sisi, ukiangalia kwenye ili tukio lilivyoanza, ni matokeo ya wao kuforce mpira, yani win the ball. Win the ball. Yani wakati unafanya pressing, win the ball. Shinda mpira. Shinda battles ambazo unashindana. Kwa hiyo wao walikuwa wamefanikiwa kwenye hilo eneo, na ndio maana unaona tunapressiwa kwenye eneo la katikati, alafu mpira unarudi kwetu. Baka again ama Baka tena anashindwa kuzuia, mpira unaingia ndani. Kwa hiyo ni makosa ya timu ya Tanzania kufanya pressing ya kutosha. Yani unafanya pressing lakini usikabe kwa macho, shinda mpira ama tengeneza makosa kwenye mchezaji ambaye ana mpira. Lakini kwenye hili goli la pili ni sisi ndio tumepressiwa. Sisi ndio tumepressiwa. Na sio goli hili, mpaka lile goli la penalty. Yes. Sisi tumepressiwa. Tumewekewa shinikizo, tukashindwa kuresist. Tukanyang'anywa mpira tukiwa kwenye shape ya kushambulia. Obviously ukishakuwa disorganized, mianya inakuwa mingi. Yes. Na of course opponent anakuja kupress, haji mchezaji mmoja. Wanakuja hiyo wakiwa kikundi, collectively wakija wakichukua mpira. Maana yake ni kwamba namna ambavyo walikuja kuchukua mpira ndio namna ambavyo watakuwa wana flow kwenda kwenye maeneo kwenye hizo half spaces. Kwa hiyo hii sasa, kama tutazungumza hii kwenye hilo pressing, tuzungumze namna gani ya kuresist pressure. Yani tukiwa tunapressiwa, tuna resist vipi pressure? Yani tunawezaje kuwa na hiyo composure ya kukaa na mipira na kuepuka madhara ya pressing ambayo opponent anafanya? Unajua hapo majibu yake ni nini? Hapo kwanza lazima uwe na wachezaji wawe na ubora wa first touch. Yani mpira unapopigwa, mnavopasiana mpira, lazima uwepo ubora wa kila mchezaji, kwamba pasi ambayo unapokea hakikisha haipotei. Yani mguuni mwenzako amekupa pasi, rudisha pasi, manake ndio dawa ya kutibu tatizo la kuwekea pressure ama kuwekewa shinikizo. Kwa sababu ukiangalia kwenye mpira ambao alikuwa amereceive mchezaji wetu, manake ilikuwa tunasema alikuwa amefeli kwenye ile quality first touch. Yani mpira wake wa kwanza tu mtu unakuporonyoka. Wanasema kwenye kauli za mpira wa miguu, kuna kauli inazungumza kwamba
wewe ball control yako chumba kizima. Yaani kwamba ukituliza mpira tu, wewe mpira uko mbali. Manake jinsi ya kudili na pressure, manake lazima uwe na quality first touch. Yaani first touch yako ya kwanza lazima iwe salama. Lakini jambo la pili, ili kuepuka pressure, lazima uwe na wanasema tactical awareness. Lazima uwe na uelewa wa mbinu. Yaani tunacheza kwa namna gani? Hii timu tunaocheza nayo, quality wametuzidi. Kwanza Iran ni timu ambayo kwenye FIFA inashika nafasi 21. Manake ni daraja la juu hiyo timu. Unapokutana nayo, si timu nyepesi wewe kushindana nayo. Afrika imezidiwa na Morocco na nani? Bana Senegal. Yaani ni timu mbili tunafikiri ndio zimeizidi Iran, Afrika. Yes, Iran. Kwa hiyo sasa manake quality ama ubora wa Iran ni mkubwa sana. Kwa hiyo unachotakiwa kudili nacho, muwe mna quality first touch, wachezaji wao na ubora huo, lakini pia tactical awareness, uelewa wa mbinu. Tunacheza mbinu ya aina gani? Ukiangalia timu ya Tanzania jana, tulifeli kwenye mbinu ya kujua tunacheza nao vipi, tunatengeneza vipi nafasi. Kwa sababu ukiacha tukio la Abraham Morris, sawa, pamoja na attempt ya Zaidi, pamoja na Faisal, hakuna tukio lingine la kutisha ambalo Taifa Stars imefanya kwa siku ya jana. Kwa hiyo kwangu naamini hata kwenye mbinu ya kiuchezaji timu ya Taifa Stars kwa jana kiukweli tulifeli. Lakini rejea pia kwenye michezo minne nyuma Taifa Stars hatujaweza kufunga. Mimi kinga mkono na Sharif. Kinga mkono na Sharif mimi sijui, lakini nitakuwa na mtazamo tofauti sana kwenye hii mechi. Na nadhani hata kocha Emeli Morocco kama alikwenda na plan na expectations za kwenda kupishana na Iran kisha atafute ushindi dhidi ya Iran, kiukweli mimi mwenyewe pia nitakuwa siko naye. Lakini kama alikwenda katika ile mechi kwa kile alichokizungumza siku moja kabla ya mechi kwamba wamepata mechi nzuri, mechi ambayo ina wachezaji ambao wana quality kubwa, itawapima kwa kiasi kikubwa namna gani ya kucheza dhidi ya timu ya kaliba hii. Kwa sababu unajua unapokwenda kucheza kwenye AFCON, tarajia kutana na Algeria, tarajia kutana na Morocco, tarajia kutana na Tunisia. Kwenye kundi letu tuna Nigeria, tuna Tunisia na ndugu zetu Uganda. Exactly. Unaona sasa. Kwa hiyo ukiangalia namna Tunisia wanavyocheza, yani ni hivi. Kimbia hivi. Mwendo tu muda wote. Wako hivi namna hii. Wana press hivyo kweli. Ndani ya box. Kwa hiyo ukicheza na Iran kwa lengo la kutafuta ushindi, mimi kwangu mimi si mpango mzuri. Lakini kama umekwenda kucheza na Iran kwa ajili ya kwenda kujipima kwamba nawezaje kupunguza madhara, yani kuminimize makosa ambayo naweza nikayafanya dhidi ya timu kubwa kama hii. Sababu concede magoli mawili dhidi ya Iran, ukiacha kama kuna goli likataliwa, kwangu mimi bado yani sidhani kama ni kitu ambacho tutakuwa eti kuwa disappointed kiasi hicho. Sio kweli. Yani mimi kwangu mimi yani nitakuwa na mtazamo tofauti. Lakini angalia kama unavyosema kwamba tulimudu kucreate nafasi dhidi ya Iran 3 ambazo unasema kwa nini tumekosa? Hicho ndio kitu ambacho tunataka kuondoka nacho. Kama kuna positive thing ambayo tumengamua kwenye hii mechi, kwamba ulicheza dhidi ya Iran, kuna baadhi ya mashambulizi yao uliweza kudhibiti, hawakukufunga. Kuna baadhi ya nafasi ambazo wewe ulicreate kwenye safu yao bora ya ulinzi waliokuwa nayo. That's very positive kwangu mimi kuondoka nayo kwenye image. Kama unavyosema Ngoda, yani ya msingi baba kocha, kwa sababu hatuwezi kujua maono yake na alivyozungumza na wachezaji ni aina gani ya mechi wanaenda kucheza. Unajua kama unavyosema kwamba mkikubaliana kwamba sasa jamani hii mechi au jamani bora kuliko sisi, tunacheza nao vipi? Lazima mkubaliane. Jamaa dakika 45 za kwanza sisi tunaweka basi letu nyuma. Sawa tunajua watu hawezi. Kwa sisi tukae nyuma, tuwasubiri. Ikifika dakika ya 40, mimi kocha nitaonyesha ishara au kuna kitu, tutabadilika. Tutaanza kushambulia kwa sababu wao lazima watakuwa tayari washachanganyikiwa. Tutakwenda kuwashambulia. Kwa hiyo ni mpango vivyo unapangwa. Huku nje mnapanga, najua kwa sababu mnajua ubora wa wapinzani wenu. Lakini kama kocha alitaka kwenda kucheza mechi, aone timu yake na yenyewe inavyo flow ikiwa haina mpira na ikiwa na mpira, ndio maana mechi ikawa wazi kwamba sisi twende tukacheza na tukaonyeshe uwezo wetu, kuonyesha vipaji vyetu. Hatuna hii mechi ya kirafiki, hatuna cha kupoteza sana. Tutapoteza tukifungwa tunashuka kwenye renki, tutabaki pale kwenye renki yetu, lakini tukishinda tunaongeza. Kwa hiyo nadhani basi matokeo sio matatizo. Sio kitu cha kuwaumiza. Na kwa sababu ya ubora wa timu tulokutana nayo, lazima itakufanya ufanye makosa. Na sisi changamoto yetu ni hiyo, tukikutana na timu ambazo zinakimbia sana, lazima tufanye makosa. Hata mechi ya Morocco uliona Morocco jinsi walivyokimbia, na hapo wanapotuini kwa sababu wachezaji wetu bado hawana ile kasi. Kwenye ligi yetu hata Zambia, mechi na Zambia nayo. Timu chache sana ambazo zinakimbia. Moja miongoni mwa vitu ambavyo pia
viliweza kutuonesha makosa yetu ni goli ambalo walifunga Iran na ikakataliwa. Halikuwa goli na ndio maana scoreboard ikasalia kuwa 0 baada ya mchezaji mmoja wa Iran kucheza mpira kwa mkono, lakini wakakwamisha mpira nyavuni. Halikuwa goli halali. Hiyo deflection kidogo ilimgusa mchezaji wa Iran mkononi na ikawa sio goli, japo alighadhibika kweli kweli Yakub. Alighadhibika kweli kweli Yakub. Nataka niangalie ilikuwa ni yani namba ilikuwa wachezaji watatu kwa wawili. Okay. Unaona wameongezeka wachezaji 4 dhidi ya 3 ambao wako mbele. Lakini pia kwenye shape tulikuwa vizuri. Kimwacha Lusajo ambaye alikuwa anashuka kuja kuongeza namba. Of course tulikuwa tuna namba ambayo ilikuwa ni sahihi. Iko namba kwenye ulinzi sio sawa. Lazima kuwa kuna spare man. Lazima kuwa kuna mtu mmoja ambaye anabakia free. Katika yani beki wakati mmoja lazima abakie free. Nyote mkiwa mmemark, mmoja anabakia free kuibia kwenye yale matatizo mengine kwenye shida nyingine. Kwa hiyo mkiwa match, yani mna iko numbers ya defenders na watu ambao wanakuja kuattack, mara nyingi huwa si jambo salama. Lakini umeona watu wanavyokimbia speed 100 ile. Vibaya mno. Ile speed 100 ile ndio inawachanganyaga sana wachezaji wa Tanzania. Hivi ni barabara gani katika barabara hizi zote ambayo imenyooka kwa kweli mtu unaweza kumaliza kisani? Nani? Katembea speed 180. Nani Mbezi Kibaa? Mbezi Kibaa ile. Mbezi Kibaa. Ile kama unaenda Kibamba ile. Unaitafuta Kibamba. Pale kumekaa vizuri. Alafu tazi simu. Ndio ilani mwagike namna hii. Kuna barabara moja hivi ukishakuwa umetoka Chalinze hapa. Chalinze kama unakwenda baada Mdaula. Hii Mdaula hapa hadi Mikese. Kabla hujafika Mikese. Mdaula Mikese katikati pale kuna kipulipuli fulani. Hapo bena zomozi hapa katikati kuna kisehemu moja hivi kunakuwa kumenyoka namna hii. Wazee watoto wasipokuepo barabara. Wasipokuepo barabara watu wanapomaliza kisani pale. Sasa ndio jamaa wanatembea. Na ndio mimi nasema timu zetu lazima zijifunze kucheza kwa hii. Yaani hii ndio uchezaji wa kimashindano. Unapomnyang'anya mtu mpira, unatakiwa umwadhibu kwa kasi sana ili ajue kwamba anafanya makosa. Hii ndio application ya zile short sprint. Kusprint kule. Bwana sawa, baada ya mechi hii wadau wa soka pale Dubai walizungumza kitu ambacho wamekiona katika mechi hiyo dhidi ya Iran na kutoa maoni yao walau kwa uchache juu ya mchezo huo. Mimi nadhani kitu kikubwa ni kwamba unajua mara nyingi kwenye mpira watu wamekuwa wanaangalia sana matokeo kuliko kitu gani ambacho timu kama timu inakuwa imekipata. Lakini mimi kwa upande wangu naona pamoja na kwamba tumefungwa, lakini timu yetu imejitahidi kucheza vizuri, na hasa tukiangalia kipindi cha pili wachezaji naona confidence ilianza kurudi na kuweza kucheza vizuri. Lakini pia tukumbuke kuna kitu kikubwa kinatuathiri sana kwenye wachezaji wetu. Tukiangalia wachezaji wetu wengi ambao wanacheza vilabu vikubwa vya Simba na Yanga, mara nyingi kwenye vilabu vyao hawachezi. Kwa hiyo wanapokuja kwenye timu ya taifa inakuwa ni kama vile ndio wanapata muda wa kucheza mechi. Kwa hiyo kidogo nao inawarudisha nyuma, tofauti na wakati huo wa nyuma wanapokuwa wakicheza mara kwa mara. Kwa hiyo mimi nadhani kuna kitu ambacho tumekipata, sababu ukiangalia timu tuliocheza nayo watu wamezoea labda jina, wakiangalia Iran wanaona ni timu ya kawaida, lakini Iran ni timu kubwa, na kama tunavyojua juzi imetoka qualify kwenye kombe la dunia, lakini pia mwisho wa siku ni timu ambayo iko katika namba 21 duniani. Kwa hiyo sio timu ya kawaida kama ambavyo sisi tunaichukulia. Kwa hiyo nadhani kuna kitu kikubwa ambacho tumekipata, tumejifunza kutokana na watu ambao wametuzidi, na naamini kile ambacho kimeonekana leo maana yake walimu na wachezaji wataenda kukifanyia kazi na kuona jinsi gani tunaweza kwenda mbele, sababu ukizingatia mwezi Disemba tuna mashindano ya AFCON ambayo yanafanyika nchini Morocco. Kwa hiyo mechi kama hizi tukizipata zitaendelea kuwajenga wachezaji wetu na kuweza kutengeneza kitu kizuri zaidi, sababu mara nyingi watu wanakuwa wanafikiria kwamba mpira ni kitu ambacho unaweza kufanikiwa tu mara moja, lakini mimi upande wangu wanaamini siku zote mpira ni process ambayo hiyo process ikienda vizuri maana yake unaenda kupata result. Lakini kama hatutakubali kwenda na project ambayo tumeianzisha, maana yake kila siku tutakuwa tunabadilisha wachezaji kwenye timu za taifa, lakini kile ambacho tunakihitaji tutakuwa tukipata. Kwa hiyo mimi nadhani pamoja na matokeo mabovu ambayo tumeyapata leo, lakini tunatakiwa kuwa wavumilivu na kuendelea kujenga kikosi chetu ili tuweze kufika kule ambapo tunataka kufika. Kwanza kabisa nashukuru. Nafikiri mimi mara ya mwisho kuiona Taifa Stars ikicheza nikiwa kiwanjani labda miaka 20 iliyopita. Kwa hiyo leo imekuwa fursa nzuri kwangu kuja hapa na kuishuhudia ikicheza na Iran. Kusema kwa upande wangu mimi nikizungumzia upande wa kama technical side, mechi hii nafikiri imekuwa na mafanikio makubwa sana kwa upande wa walimu,
kwa sababu tumeona tofauti uliopo baina ya timu ambazo ziko juu ya kiwango na sisi. Irani kama mnavyojua katika Asia nafikiri sisi ni namba 1 au namba 2. Na kama sikosei ndio timu ya kwanza kuqualify kwenda World Cup kutoka continental la Asia au ya pili. Kwa hiyo Irani wanajulikana ni timu nzuri na wana kiwango cha juu sana. Lakini kwa mechi, tukirudi mechi ya leo, ingawa wametufunga goli 2, ni makosa madogo yalifanyika kwa sababu always ukicheza na timu yenye experience ukifanya kosa dogo tu wanalitumilia. Na leo ndio imetokea magoli 2, makosa yametokea ya kimchezo. Lakini timu imecheza vizuri na imani kabisa kwamba timu hii vijana waliokuwepo especially kipindi cha pili mpira waliocheza, kama tutavuta subira, maana sometimes sisi wa Tanzania hatuna subira. Kwa hiyo tuwe na subira na imani. Ikifika 2027 kikosi kama hichi kikiendelea kuwa pamoja na kinahitajia mechi kama hizi za leo, tukipata mechi kama hizi za leo nyingi, na imani AFCON ya nyumbani tutafika mbali zaidi. Na hata hii ya Morocco tunakwenda kule tupate kujifunza kwamba inayofuata tutaifanya nyumbani kwetu, tunatakiwa tufanye nini. Umeona? Iwe kama matayarisho ya AFCON ya 27. Kwa hiyo mimi upande wangu naishauri TFF wajaribu kuwasaidia walimu wetu kuwapatia mechi kama hizo leo. Kwa sababu mechi na timu ngumu mchezaji anajifunza mengi. Tunakubali tunataka result, lakini pia kwanza tukubali tunapata faida gani. Maana unaweza kucheza na timu ambayo iko chini ya kiwango chako au mpo kiwango kimoja, end of the day hujapata faida. Lakini mechi kama ya leo ya Irani, ingawa tumefungwa, lakini 100% walimu wamepata kitu kikubwa sana, na wachezaji pia wameona vipi ukicheza na timu ambazo zipo kwenye kiwango cha juu yenu vipi wanacheza. Kwa hiyo tusubiriane na imani kikosi hichi kama kitaendelea kupata matayarisho mazuri na mechi kama hizi tuliyoona leo ziwe nyingi. Na sio basi tucheze na timu za Afrika, wajaribu kubadilisha nchi mbalimbali, mfumo wa nchi mbalimbali. Leo tumecheza na Iran kutoka Asia, labda siku za mbele tucheze na timu za Europe, Amerika ya Kusini, umeona, CONCACAF. Kwa hiyo tunacheza na mfumo wa nchi mbalimbali, itatusaidia sana pia katika maendeleo. Mwisho kabisa niwashukuru walimu, kazi wanaifanya sio ndogo, na wanawapongeza pia wachezaji, na waombea kila la kheri kwa mashindano ya Morocco, na inshallah nategemea 27 mambo yatakuwa mazuri. Hao ni wadau wa soka. Mwanzoni ilikuwa ni Saidi Tuli, lakini baada kumsikia kumuona hapo mwishoni, huyo ni kocha Talib Hilal, moja kati ya makocha ambao sura zao singeni sana kwa wana Simba hasa, kwa sababu kuna vipindi kadhaa alikuwa akitumika kama kocha wa Simba. Alikuwa anakuja kama caretaker, na kuna kipindi alikuwa anainoa kabisa Simba Sports Club. Na amezungumza kimpira. Unajua ipo tofauti ya kumsikia mtu akitoa maoni kama mdau tu ama shabiki, na kuna maneno ama maoni ukiyasikia unajua kabisa haya ni maoni yanatoka kwa mtu ambaye ana taaluma ya ukocha wa mpira. Talib Hilal akizungumza kiufundi kabisa, na akizungumza kuna muda anazungumza kama mzalendo na kuna muda anazungumza kama kocha. Vyote amevizungumza kwa wakati mmoja hapo. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyomalizika shughuli hiyo ya mechi ya Tanzania ambao walikuwa ugenini dhidi ya Iran, mechi ikichezwa katika mji wa Dubai. Lakini twende tukaangalie sasa kile ambacho kilijiri jana pale Gymkhana Dar es Salaam. Meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Shaban Kamwe pamoja na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa wamempongeza rais wa Yanga Sports Club Engineer Hersi Said kwa tukio maalum la kuzungumza na waandishi wa habari hapo jana. Hersi aliteuliwa na FIFA hivi karibuni kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya wanaume, huku pia akiendelea kuhudumu kwa mwaka wa pili kama rais
wa shirikisho la klabu barani Afrika. Mbali na hilo, Msigwa amempongeza rais wa TFF Wallace Karia ambaye pia ameteuliwa kuwa makamu wa rais wa kamati ya soka la ufukweni duniani, lakini pia Neema Haji aliyeteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano kwa soka la wanawake duniani. Ambacho kimetuleta hapa leo, ametuleta hapa ni rais wa klabu ya Young Africans, Engineer Hersi Ali Said. Kwa muda kidogo, kwa miaka toka mwaka 2022 alipoanza kuitwa rais wa klabu ya Young Africans, tumeshuhudia akipiga hatua kuelekea juu kwenye sekta ya football hapa barani Afrika. Baada ya mwaka mmoja kwa rais wa Yanga, alienda kuwa mwenyekiti wa umoja wa vilabu wa ACA. Na juzi tu hapa imepita, mmeona ameteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu ya FIFA kwa maana vilabu duniani. Sasa kumekuwa na hatua nyingi na kumekuwa na maswali mengi, kumekuwa na shauku kubwa ya wanahabari, wadau wa mpira Tanzania na nje ya Tanzania kumsikia Engineer Hersi Said akizungumza kuhusu klabu ya Young Africans, akizungumza kuhusu ACA, akizungumza kuhusu cheo chake cha ujumbe kwenye kamati ya mashindano kule FIFA. Kwa hiyo hicho kiu amekifeel cha watu, na leo akasema tarehe 14 aje hapa Gymkhana, aalike wadau mbalimbali, aalike waandishi wa habari, aalike viongozi mbalimbali wa serikali. Lengo kubwa ni kuja kujibu hoja, kujibu maswali na kujitambulisha yeye kwa vio vyake nini anafanya kwa sasa hivi. Sio? Asante Fatma. Kwanza tumepokea kwa furaha sana uteuzi wa Engineer Hersi, uteuzi wa President Karia na dada Neema Haji. Kwa kweli ni heshima kubwa kwa nchi yetu kama alivyosema Hersi, lakini kwetu sisi serikalini hii ni changamoto ya kuongeza zaidi jicho letu katika michezo. Hii ni dalili kwamba sasa tumefika kimataifa. Kwa hiyo kama tumefika kimataifa, pamoja na kwamba wadau wetu wanaendelea kuwekeza na kufanya jitihada mbalimbali, na sisi serikali jicho letu katika michezo hasa katika kandanda lazima liwe na viwango vya kimataifa. Kwa hivyo sisi tumefurahi, tunawatakia kila la heri katika majukumu yao. Tutategemea sana kuwasikiliza wakitoka kwenye vikao vyao vya kamati. Tunaamini tumepata fursa sasa ya kuunganisha mipango yetu na mipango ya taasisi hii kubwa kimataifa. Wao wakitoka nayo huko watatuletea, na bahati nzuri tunashirikiana nao sana, na ndio maana kuna matokeo yote haya. Maana yake ni vizuri Watanzania wakajua kwamba leo tunazungumza mafanikio makubwa ya Yanga na timu nyingine zote. Sitaki kuzitaja hapa nisije nikachafua hali ya hewa, lakini tunazungumza mafanikio haya kwa sababu tupo katika nchi ambayo imetengeneza mazingira mazuri ya michezo kushamiri. Tupo katika nchi ambayo ina support michezo. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tangu alipoingia madarakani mapema kabisa hakumung'unya maneno, akatangaza dhamira yake ya kuunga mkono michezo, kuwekeza katika michezo, na wakati wote amefungua milango kuwasikiliza wadau wa michezo na anatekeleza yale ambayo wanamueleza. Kwa hiyo mimi nawatakia kila la heri Engineer Hersi na wenzako wote kwenye kamati zenu. Nachowaomba mkitoka huko kwenye vikao, yale mnayoyaona kwamba Watanzania tutanufaika, njooni nayo mara moja. Mimi nawaahidi kwa niaba ya serikali tutayapokea na tutayafanyia kazi mara moja. Huyo ni Gerson Msigwa, katibu mkuu Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, akizungumza hivyo katika tukio hilo maalum kabisa lilopewa jina la I Am Hersi, ambalo lilikuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya Engineer Hersi Said, rais wa Young Africans, kuzungumza na wanahabari juu ya mafanikio yake. Mabingwa wa Tanzania Yanga Sports Club wana kamilisha maandalizi yao jijini Dar es Salaam leo kabla ya kesho kuelekea nchini Malawi tayari kwa mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers. Kikosi cha Yanga kinapambana kuongeza rekodi katika mashindano ya CAF, ambapo kwa miaka mitatu mfululizo imefika hatua ya makundi ama zaidi. Msimu uliopita Yanga ilishia hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika. Msimu 2023-24 ilifika robo finali, huku msimu wa nyuma yake walifika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Matokeo mazuri dhidi ya Silver Strikers yatamaanisha Yanga inafika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa kwa misimu mitatu mfululizo kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo. Rekodi zinatafutwa, rekodi zinawekwa na rekodi zinavunjwa.
Young Africans wanasaka kutengeneza rekodi nyingine kimataifa kwenye mashindano ya CAF baada ya kufanya hivyo katika miaka mitatu mfululizo. Sharif, mitatu mfululizo sio kazi rahisi. Sio kazi rahisi kabisa, na hii ni turning point ambayo huwezi kuiweka mbali na engineer na Hersi ambaye tumeona hapo alikuwa ana tukio lake, kwa sababu unamzungumza rais wa klabu ambaye ndani ya miaka mitatu tangu wawepo alikuta timu inashika nafasi ya 77. Ndani ya muda mfupi tu, ndani ya miaka mitatu ameifikisha yani kwenye vile viwango vya CAF mpaka nafasi ya 9. Manake ushindi kwake ama mafanikio kwake yanaanzia uwanjani, kwa sababu haya mafanikio ambayo tunayaona manake ni mafanikio ambayo yameanzia uwanjani. Yani kuwepo kwake tangu kuteuliwa 2022, ukiangalia hata rekodi ambazo alikuwa nazo, alichaguliwa tangu mwaka 2022. Unaona rekodi ambazo klabu ya Yanga imekuwa nazo ni kubwa sana. Huwezi kuacha mbali michezo ya dabi ambayo imekuwepo hapa katikati, michezo 6 mfululizo timu inashinda. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana kusema ukweli, si mafanikio madogo. Lakini pia hata ukiangalia ile rekodi ya baadhi ya mechi ambazo wamezicheza kwa hiyo miaka mitatu, michezo 120 wanapata ushindi wa michezo 100, michezo 20 tu peke yake ndio ambayo wanagawana alama, yani manake umsale pamoja na kupoteza ndani ya miaka mitatu. Pia si kitu chepesi ambacho kama klabu inaweza ikafanya. Kwa hiyo kwangu naweza nikasema kwamba ni muendelezo mzuri wa klabu ya Yanga, na njia ambayo wanakuwa wanaipitia ni sawa na njia ambazo klabu kubwa duniani pia wanapita. Kwa sababu nakumbuka moja ya scenario ambayo ilikomboa klabu ya Barcelona, nakumbuka ni uteuzi pia wa Joan Laporta mwaka 2003. Wakati anakuja ndani ya klabu ya Barcelona ilikuwa ina hali mbaya sana kiuchumi. Yani Barcelona ilikuwa inateteleka uwanjani, inateteleka kiuchumi. Kwenye kila nyanja Barcelona ilikuwa inahangaika, kwa sababu kabla hajaja Joan Laporta ndani ya Barcelona, utarejea kwenye mwaka 2002 ambapo ligi hawakuweza kushinda, 2001 hivyo hivyo, 99 ambapo alishinda ligi Deportivo La Coruña, na hapa katikati akagawana kati ya Real Madrid, Valencia na Deportivo La Coruña. Ilikuwa ina struggle sana kwa namna ambayo Hersi aliikuta Yanga. Yani ni mfumo huu kwamba timu ina struggle kwenye kupata matokeo uwanjani, alafu yeye akaingia tu akalivamp kwa haraka. Lakini ukikumbuka pia scenario ya Joan Laporta ndani ya mwaka 2003 tu wakati anachaguliwa, msimu uliofuata 2004 timu inapambana, inaanza kujirejesha, kwa sababu wakati anakuja alikuta timu kwenye nafasi ya 6. Akakaa msimu mmoja tu ndani ya Barcelona. Msimu uliofuata akamleta Frank Rijkaard ambayo ilikuwa ni 2004, anamsajili Frank Rijkaard kama kocha, wakaanza kuwekeza kwenye vijana ambavyo ndo tunaona pia kwenye klabu ya Yanga kitu ambacho kinafanyika. Kwa mfano unaweza kuona huyu Clement Mzize naye ameongezwa. Ndivyo hivyo ambavyo ilikuwa pia pale kwenye klabu ya Barcelona. Wakati Joan Laporta anasajiliwa akatengeneza huo mfumo, akasajili wachezaji vijana kutoka kwenye academy kama wakina Xavi, Iniesta, Victor Valdez, wakaongezwa kwenye timu, wakaanza kupitia mchakato ambao ndani ya miaka 7 wakapata mafanikio ya kupata makombe 4, kwa sababu 2004 tu msimu ambao ulifuata baada ya Joan Laporta kufanikiwa kupewa klabu na kuteuliwa. Msimu mmoja wamekaa wakarudi kwenye ubora, msimu huo wakamsajili Ronaldinho, msimu wa 2005 wakaanza kupata mafanikio ya kupata makombe, wakachukua kombe ndani ya misimu 7, wakashinda makombe ya ligi, La Liga walichukua mara 4. Hapo katikati unaongea Real Madrid aliingia tu mara 2. Kwa hiyo mfumo huu ambao Yanga nafikiri wanaupitia ni mfumo ambao ni wa mabadiliko makubwa ambayo yanafanyika ndani ya kipindi cha muda mchache. Sasa unaweza ukafikiria ni kwa namna gani iwapo engineer kama atakaa labda misimu 10 ndani ya miaka 10, mafanikio ambayo watayapata. Kama maana haya mafanikio tunayoyazungumza sasa, maana yake ni mafanikio ambayo ndani ya miaka 3 tu peke yake. Itakuwaje kama akikaa miaka 10, timu itakuwa kwenye level ya aina gani? Kwa hiyo unaweza ukachukua scenario kama hiyo na ukajaribu kufikiria wachezaji pia ambao wanakuwa wanaendelea kusajiliwa ndani ya klabu ya Yanga. Tumeona wengi wakina Aziz Ki, Fisto Kalala Maele. Huu ni ubora wa wachezaji ambao wanakuwa wanasajiliwa, wanaletwa, wanabadilishwa, wanakuwa wanapikwa kwenye ubora
na wanaenda kuonyesha wana deliver kwenye hizo CAF Champions League, CAF Confederations Cup. Kwa hiyo ni mafanikio ambayo kiukweli yanastahili pongezi, lakini pia Yanga hata hivi ambavyo tunaizungumza kwenda kushiriki sisi kwenye hizi CAF maana yake ni mafanikio ambayo yametengenezwa kwa kwenye mchakato process. Kinga mkono Young Africans inaondoka kesho. Naam. Tarehe 16. Mpaka muda wa mechi au Malawi hapa wala kuhitaji kwamba sijui uende ukakae siku 3 nini. Hakuna acclimatization wala nini. Yaani mnafika na uzuri ni kwamba mna Malawi ndani, kwa hiyo njia zote mnazijua. Na unajua kihalali ni vizuri watu wakafika mapema. Hawa ni watu, unajua kuna kusafiri kwa ndege, kuna favors ambazo watu wanazipata kusafiri kwa ndege ambazo zinafanya wakati mwingine watu wakapoteza ubora au kafika kule bahati mbaya mtu akashtuka nyonga. Lakini mkifika mapema kwanza inaongezea kwa inawapa mazingira yenyewe kujiamini kwamba tumefika mapema, tunajua nini tunachokifuata hapa. Mazingira unajua ukienda ugenini ugenini. Hata kama vipi, hata ukienda kwenye nyumba ya mtu hapa Dar es Salaam, ukifika pale utakaa pale sebeni, usisogee sehemu yote. Mpaka uelekezwe bwana msalani pale, umeona? Kwa hiyo hata hiyo kwenye nchi ya watu mkienda, nyinyi ni wageni. Kwa hiyo ni vizuri mkaenda mapema. Mpira wa Afrika wakati mwingine unachezwa sana nje ya uwanja. Sawa? Kwa hiyo kwa sababu wakati kuepuka mazingira hayo, ukienda mapema wakati mwingine inakupa nafasi kubwa ya wewe kujipanga na kuzuia hizo changamoto ndogo ndogo za nje ya uwanja. Hata kama mtafanywa zile figisu sijui watu hawajawaletea basi sijui nini, yaanza kuwaondoa mchezoni. Lakini mkienda mapema inawafanya nyinyi mnazoea yale mazingira, mnaweza kukaa chini mkatengeneza mpango wenu, mnajua wapi, kwa sababu nadhani kuna mascout watakuwa walishaenda, wanajua Yanga itafikia wapi, watafanya mazoezi wapi, hadi wakisubiri siku ya mwisho ambao wataruhusiwa kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja ambao unaruhusiwa kikanuni. Kwa hiyo kwa kwenda mapema hii inawajenga sana wachezaji, inawasaidia kuwatuliza kocha na wachezaji wake. Kwa hiyo ili ufanye vizuri, ni vizuri timu ikawa inafanya mazingira yake mapema. Kutokana na ratiba za ligi na mashindano, ndio wakati mwingine unakuta hizi timu zinachelewa kidogo kwenda, lakini ni uhalali kabisa unaona timu ikienda mapema, yale mazingira ukiwa nayo pamoja inakufanya unakuwa vizuri sana. Hata wenyeji wako unaweza kukuta unapata mashabiki, watu wanakuja kuchungulia mazoezi, wakapendezwa na uchezaji wako kwenye mazoezi, ukapata mashabiki pale pale kuliko ukienda. Kuna nchi ambazo ukienda mapema unaweza kujikuta kwenye changamoto kubwa zaidi, lakini bado itakusaidia. Kama nchi za kaskazini ukienda mapema utakutana na changamoto nyingi, lakini vivi itakusaidia kwamba ukijua okay kwamba leo mazoezini watu wamekuja kunizomea hivi, kesho kwenye mechi itakuwaje. Kwa hiyo unajua okay, kwa hiyo tujiandae jamani, unaona tunazomea mazoezini hivi, kwenye mechi itakuwaje. Kwa hiyo watu wanakwenda kwenye mechi wakiwa wanajua tayari kisaikolojia kwamba sasa hii mechi itakuwa ngumu nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Kwa hiyo nadhani kwa Yanga ni jambo zuri, ni vizuri kwenda mapema kwenye uwanja, kwenye sehemu yanatokea kucheza mechi, na wachezaji wote wakiwa vizuri au walikuwa nje kwenye timu za taifa wakaja wakajiunga na timu. Hakuna shaka Yanga ina timu nzuri na kikosi kipana. Tunataka kuwaona akina Dumbe wakicheza, kina Koma wakicheza. Tunataka kuona kina Celestine Yakubu akituonyesha ile ulimuita nini washawasha dudu washa. Tunataka tumuone kwa sababu bado hajaonyesha kile ambacho tulikiona kwenye mechi yake dhidi ya Chad. Alicheza mechi moja nzuri sana, kila mtu alimshangilia. Lakini tunajua Pacome ametoka kwenye Ivory Coast, wamefuzu World Cup, ana kitu cha kuja kuambia wenzake na atataka kuwaonyesha wana Yanga tumefuzu. Yanga wamempongeza Pacome. Kwa hiyo tumefuzu World Cup. Sio wamempongeza Ivory Coast kufuzu World Cup. Yanga pongeza Pacome kwa kufuzu World Cup. Wanahakika kwamba Marekani watakuwa na mwakilishi wao. Kwa hiyo kuna hela inaingia. Unajua mchezaji timu ikipeleka mchezaji, ndio kitu ambacho kinazungumzwa jana. Kwa hiyo kama Yanga itapata hela ambazo FIFA inalipa wachezaji ambao wanacheza World Cup, kwa hiyo Yanga watapata hela hizo na Tanzania itaingia kwenye rekodi. Kama kuna nchi nyingine Mali wameshindwa. Kwa hiyo nadhani kwa hao kama Pacome akienda ataleta hela Tanzania. Kwa hiyo kwa Pacome hivi atawaambia wenzake mimi nimefuzu. Kwa hiyo sasa nimefuzu World Cup, nataka nionyeshe mpira wa World Cup. Na unajua bwana yani Mungu anataka kukupa. Anakufungulia tu. Kukupa bwana. Watu wamepambana. Ipo kama tumecheka. Ndio hizi mbili. Mechi za mbili ndio mmoja koma. Sasa huyo ndo Mungu sasa. Yaani Mungu bwana. Lakini vile na ubora unaamua. Ndio tunasema, ndio unasema yani sisi mechi tulizokotesha mechi mbili tumezokotesha. Sikiliza basi nikwambie. Naomba mfano mmoja. Yani sasa hivi ije itokee serikali kutokana na mchango ambao Azam TV wameonyesha kwenye nchi hii, ikaja ikatoa zawadi kwamba jamani, kutokana na mchango ambao Azam imeuonesha tangu Azam imeanzishwa mpaka sasa, mchango wake kwa serikali, kwa nchi umekuwa ni mkubwa sana, kwa jamii. Kwa kama serikali tunaipongeza Azam TV. Kwa hiyo
wachezaji mliopo labda nyote mnakula kibunda cha milioni 10 bwana, kila mtu achukue milioni 10 milioni 5. Hata kama umeingia leo unaona koga. Sijui unanielewa? Na wewe unakoga. Kwa hiyo mla leo mnaje kala nini? Kwa Yanga hii nadhani ni kitu kikubwa, hata kwa Pacome mwenyewe sasa ana deni kubwa kwamba kuwaonyesha wana Yanga mimi mchezaji wa World Cup. Kwa hiyo nina jambo la kufanya na atakuwepo nadhani atakuwepo Morocco kwenye AFCON. Kwa hiyo kuja kutunza kiwango chake kwa kutumia Yanga, akihakikisha Yanga inafuzu kwenye makundi na maana atazidi kumthibitishia nafasi yake kwenye timu na mbali na injury. Na ukitaka kuelewa ubora wa Pacome, timu wanaocheza sio nyepesi ujue. Sio timu nyepesi. Inaweza ikawa timu nyepesi. Unajua mimi ngoja kwambie. Yaani umeona kwenye hizi timu za Afrika. Kitu ambacho nimekistudy. Timu za Afrika kama kuna nafasi ambazo ni ngumu kucheza kwenye timu ambayo ina wachezaji wengi kutoka nje. Ni nafasi ya kuanzia katikati kwenda mbele. Yaani hizo ni nafasi ambazo kumkuta mzawa au kumkuta mchezaji ambaye anacheza ndani ya bara la Afrika ngumu. Sio tu ligi ya ndani ya bara la Afrika ni ngumu. Watu wanaweza wakatolerate huko nafasi za nyuma, center back, kipa, beki kulia. Mara nyingi kipa anaweza kawa mzawa. Mara nyingi tu anacheza. Sasa ngoda zinakwenda jana muona bwana Nso Nyango kaingia baada ya kipa namba moja kuonyesha kadi nyekundu kuumia alivyotoka, ndio Nso Nyango kenda kaingia na tukio lake la kwanza na kufungwa penalty. Onyango Sasa umeona ngoda. Yaani kwa mfano siku zimeenda. Nyakati zinakimbia. Siku nyingi kwa sababu mimi nakumbuka tulicheza naye kwenye mashindano ya vyuo vikuu, tulichezaga Kenya. Tulichezaga naye yeye akiwa Makerere. Onyango msomi. Kwa hiyo akiwa Makerere anasoma. Kwa hiyo namjua ni mtu wa umri wangu. Mtu wa umri wako. Sasa asije akatudanganya. Tuambie umri wake tunakuja kuuliza wewe. Bwana kwani kinga mkono na miaka mingapi? Tupate umri wake halisi.